Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitajia rehma na amani zake subhanahu subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafa'na laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa rutabe fi rahmi, mama anayetokwa majimaji katika kizazi chake, yani kizazi kisicho katika maji yanachuruzuka. Inafikia pahala mama unakosa kujiamini. Mama unajikuta hata ukiwa kwenye chombo cha usafiri huna amani. Sasa hebu tuanze tulichunguze tatizo hili, halafu tujue namna gani ya kulitatua. Atazama tashku udat al-adida min an-nisa'i wal-fatayati fi wujudi al-layani bi mantaqat al-mahbali wa nuzul al-miyahi. Mwanazuoni anaanza kusema hivi kwamba wanawake wengi sana, baadhi yao, wengi wao wamekuwa wakishtakia, na mabinti wengi baadhi yao wamekuwa wakitoa mashtaka min wujudi layani, kwa sababu ya kupatikana kuroaroa bimintaqati almahbali, katika maeneo ya mlango wa uke, wa nuzuli almiyahi, na kushuka maji kutoka kwenye kizazi mpaka katika mlango wa uke. Wamama wengi wamekuwa wakiwashtakia madaktari kwamba hili ni tatizo gani daktari, mbona mimi nakuwa tuko na maji, shida ni nini? Na hata mabinti pia huwa wanashtakia. Hata mimi pia nyumba ya tiba na dua na Sheikh Khamis Suleimani, wapo wamama huwa wanashtakia katika hali za namna hiyo. Nakosa raha shehe, hivi hakuna dawa ya kuweza kuzuia kitu? Naambia dawa zipo. Kwa sababu kaulizia dawa, namwambia dawa zipo, ila kama angeulizia tatizo ni nini linalopelekea mimi kuwa natokwa na majimaji, ningeanza kudadavulia moja baada ya jingine. Lakini kwa sababu kauliza kwani dawa hakuna, namwambia dawa zipo, na ni kweli dawa ipo. Sasa kwa wewe ambao unasumbuliwa na hilo, hebu sikiliza haya yafuatayo katika hali za namna hiyo. Sasa hii hali inapotokelezea wa mama au mabinti, anasema duna an yarifna sababa, tena bila ya wao wenyewe kujua sababu inawapelekea hivyo ni nini. Wala budda an nashira ila anna rutubat almahbali laha adida min alasbab, basi hakuna budi tuweze kusema ya kwamba tatizo la kutokwa na majimaji ukeni kwa kina mama na mabinti, hilo jambo linalo sababu yake maalum, lina asili. Unajua kila kitu kina asilul mas'ala. Asili yake ipo katika hali za namna hiyo. Sasa wa hadha ma sanuwaddihu bil maqal fi hadha al maqal, na hilo tutakuja kulielezea katika kipindi chetu hiki kwa idhini yake tabaraka wa taala. Sasa tuangalie ni zipi sababu zinazompelekea mama kuwa anatokwa na majimaji. Lakini kabla sijasema hilo, nikwambie na dawa yake pia ipo kama ni jinsi tulivyoeleza. Dawa yake inaitwa rutabe rahami. Naambie Sheikh Khamis Suleimani, nataka dawa inayoitwa rutabe rahami. Najua mama huyu anasumbuliwa na tatizo la kutokwa na majimaji sehemu za siri. Kwa kawaida ndugu zanguni, iwe ni mwanamke iwe ni mwanamume, kiungo chake cha siri kinatakiwa kiwe kikavu. Mathalani mama au binti, sehemu yake ya uke inatakiwa iwe kavu, bali itakapopata unyevunyevu au bichi patokee mambo yafuatayo. Mathalan, ameenda haja ndogo, amejichamba,
au amepata ndoa yake, amefanya majamiiano, ndipo pataweza kuwa na unyevunyevu na kuroaroa. Tofauti na hivyo, panatakiwa pawe au labda amekaa tu amefikiria tu akapatwa na fikra za kujamiiana, hana mwenza wake, akajikuta zile mihemuko ikapelekea sehemu zake za siri kuwa zimeroa. Tofauti na hivyo, inatakiwa pawe pakavu, kama jinsi ilivyokuwa kwa mwanamume. Eneo lake la kinywa cha uume wake kinatakiwa kiwe kikavu, sawa. Kinatakiwa kiwe kibichi kimeroaroa endapo pakitokea ameenda haja ndogo, amejistanji, au amefanya mjamiiano na mwanamke, au amefanya wanaita masturbation, vyovyote vile wavyo ikapelekea hapa pakawa pameroa. Tofauti na hivyo, panatakiwa pawe pakavu. Sasa basi, nje ya haya pakiwa pada ubichi, hilo ni tatizo. Moja, edha mambo ya UTI, gonoria, kaswende, sijui pangusa, sijui vitu gani. Na mwanamke ndivyo hivyo alivyo, anatakiwa awe mkavu kama hajashughulishwa na hayo mengine niliyoyaeleza kwa mwanamke. Ikiwa anaanza kupatwa na kuroaroa hali ya kuwa hajashughulishwa na hivyo vitu, hilo mama yangu ni tatizo. Nadhani mnaelewa vizuri huko mlipo kwa idhini yake Rahmani. Tatuzi yake hii hapa inaitwa Rutabi Rahami, na hii ina wenza wake, na nitakupatia na kwa idhini yake Rahmani ndani ya siku 15 tu hiyo hali imekatika, na umekuwa ni mama wa nguvu, mama shupavu, super woman katika hali za namna hii. Sasa zipo sababu zinazopelekea mama kuwa anatokwa na majimaji katika hali za namna hiyo. Moja ya sababu tunasema natijatu litanawul hububu manil hamli. Moja ya sababu ya kwanza ni mwanamke kuwa anatumia vidonge vya kuzuia ujauzito. Mama au mwanamke au dada anayetumia vidonge vya kuzuia ujauzito, huyu ana 90% kama si 80 za eneo lake la siri kuwa limeroaroa. Hata akivua ile nguo yake ya ndani anikuta imeroa tu, wakati natakiwa mama wa nguvu hasa, hata akivua ile nguo yake ya ndani, lile eneo linalogusa eneo husika liwe kavu, nguo iwe ni kavu, isiwe imeroaroa. Manielewa vizuri Sasa wale wanaotumia vidonge, kwamba unajua wamama siku hizi wanaogopa mimba, lakini hawaogopi vidonge vya kuzuia ujauzito. Wamama wanaogopa mimba, lakini hawaogopi vijiti vya kuzuia mimba. Wamama wanaogopa mimba, lakini hawaogopi sindano za kuzuia mimba. Kumbuka, sindano, vijiti, vidonge vya kuzuia mimba ni hatari kuliko hata hiyo mimba yenyewe unaiogopa. Tutakuja kuyaeleza, lakini nishawahi kuyaeleza, kama mtakuwa mmepekua huko mshaona. Inaitwa sharihatul hamli. Mada ilikuwa inaitwa sharihatul hamli, yani inaitwa kijiti cha kuzuia mimba. Sasa sababu ya kwanza mama kuwa anatokwa na maji ni yule mwenye matumizi ya zile njia za kutumia kuzuia mimba. Basi elewa utakuwa wewe ni mbichi tu. Sasa mwisho wa siku, na watu huwa wanatofautiana. Kuna mwingine ubichi kidogo, mwingine ubichi unakuwa ni mwingi mpaka unakera. Matokeo yake sasa utaanza kuwa unavaa zile nini? Pampers ni hizi za watoto. Wao wanatupedi. Unavaa pedi kwa ajili ya kuzuilia kuroaroa. Manake ukiinuka unakuta huku nyuma kwenye, kama ni kanga, kama ni dera, kama ni kitenge, kama ni suruali, kumeroa. Umeona Sasa hilo ni tatizo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ama sababu ya pili tunasema isabati bi maradhi sukari. Mama mwenye aliyepatwa na maradhi ya sukari, au mama aliye na maradhi ya sukari, ana asilimia zake kadhaa ambazo zinaweza kupelekea yeye kuwa anatokwa na maji. Hizi ni sababu. Ama sababu ya tatu tunasema isabati al-adhi tanasilia bi ba'di fitriyati. Mama kuwa anatokwa na maji sehemu za siri, anasema moja ya sababu ni mama huyu kupatwa viungo vyake vile vya siri na baadhi ya fitriyati, yani maambukizi ya kibakteria, yakapelekea mama huyu kuanza kupatwa na nini? Kuroaroa.
Eneo la siri linapatwa na bakteria, mathalan zipo bakteria wapo wengi. Kuna bakteria wa UTI, iltihabul masalik albaulia, kuna bakteria wa PID, lakini pia kuna bakteria wa gonoria, bakteria wa kaswende, bakteria sijui wa pangusa. Wote hao ni eneo la sehemu za siri. Ama tunapozungumzia mama akipatwa na bakteria sehemu za siri, anaweza akawa anatokwa na majimaji. Hii ni lugha fupi tu nyepesi, tena ambayo isiyoleta ukakasi. Maana yake ni kufafanulia, mama mwenye gonoria atakuwa anatokwa na majimaji, mama mwenye kaswende atakuwa anatokwa na majimaji, mama mwenye PID atakuwa anatokwa na majimaji, mama sijui mwenye UTI, yani vitu vya namna hiyo. Yote hizi kumbuka, naeleza ni sababu zinazompelekea mama kutokwa na majimaji sehemu za siri. Yani sehemu zake za siri zinakuwa si kavu, zinaroaroa tu. Nini sababu? Sababu ndo kama hizi ninazokuelezea, na tunaweza kwenda kuziondosha kwa dawa yetu inaitwa Rutabe Rahami. Naambia tu Sheikh Khamis Suleiman na nyumba ya tiba na dua, nami nataka dawa inayoitwa Rutabe Rahami. Ama dalili sababu ya 4, isabati bisratani unuqi rahmi. Mama aliyepatwa na kansa ya shingo ya kizazi yupo hatarini kuwa anatokwa na majimaji sehemu za siri. Ama sababu nyingine, taati al-aqaqiru yujadu biha nasabatun aliya mina kurutizuna. Anasema ni mama kuwa akapatwa na aqaqiru, akapata vidonge edha akawa anajitibia baadhi ya maradhi fulani katika mwili wake, lakini sasa hivyo vidonge vyenyewe ndani mwake kunapatikana nasabatu alia mina kurutizun, kunapatikana kiwango kikubwa cha cortisone. Sasa vidonge hivi vikiwa na hiyo cortisone, basi vinaweza kupelekea mwisho wa siku atatatua ile tatizo lilopelekea kumeza hivyo vidonge, lakini nyuma au nje ya hapo vitasababisha mama huyu kuwa anatokwa na maji sehemu za siri katika hali za namna hiyo. Ukiona hayo, jitahidi niambie Sheikh Khamis Suleiman, na mimi nataka niwe mama wa nguvu, mama wa kujiamini. Isifikie pahala sasa hata mwenza wako akawa anaona shida wakati wa makutano yenu. Badala ile raha na furaha ikawa yale maji yakizidi inakuwa ni shida, yani hata ile ladha inapotea. Dalili, utajijuaje kama umepatwa na tatizo la kutokwa na majimaji sehemu za siri? Dalili ya kwanza tunasema taghayyuru launu fil ma'i au launu al-ifrazat ani launiha at-tabi'i walati yakunu abyad au shafaf. Ni mama huyu haya maji yakawa yenye rangi fulani, rangi ya kahawia, katika hali za namna hiyo. Tena ni maji ambayo ghairi tabi'ia, yasiokuwa maji ya kawaida. Maji ya kawaida yanajulikana, mfano maji ya ute, nadhani ute unajulikana. Mama amepandisha mihemuko vizuri kabisa mpaka ule ute umepatikana. Haya ni maji ya kawaida ambayo kila mama anajua. Lakini akaja maji ya umanja ya kahawia, tena mbaya zaidi, tena ukianusa yanakuwa na kaharufu. Sasa hilo ni tatizo. Ama dalili ya pili ya kujijua kwamba una tatizo hilo, tunasema huduthu taghayyur fi zawjiyya wal qiwami. Mabadiliko yakapatikana katika mahusiano yenu wewe na mke na mume. Baada ya kuomesha jiona sasa wewe ni wakutokotoko na maji mpaka hata mume unamuogopa. Akikuita mama fulani mjo mara moja, sasa wewe unataka sasa hapa ndio itakuwa pocha huko. Yani hata unampa unyumba, huna amani na eneo lako la siri. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini usijiamini? Jiamini mama yangu, pata dawa hii inaitwa Rutabe Rahami. Hata baba akikuita wewe unasema mimi ni mama wa nguvu na eneo langu lipo vizuri, utafurahia na yeye atafurahia katika hali za namna hiyo. Ama dalili ya tatu tunasema shuuru biharqani haitha nuzuli almai. Utakuwa unahisi ujoto
wakati yale maji yanaposhuka. Mfano upo kwenye shughuli zako, labda unauza nyanya, unauza dagaa, ofisini umekaa na laptop yako unapiga mahesabu yako, lakini hisia zitakupa katika eneo lako la siri kama kuna maji yanashuka. Tena si tu kuhisi kama maji yanashuka, utayahisi kwa ujoto wa yale maji yenyewe. Unaona sasa unaanza kama kujibanabana katika hali za namna hiyo. Unaona kama yale maji yanaweza kuja kwa kuleta athari. Pata dawa hii inaitwa Rutabe Rahmi. Ya mwisho, dalili ya mwisho tunasema raghabatu fi hukka hina wujudil ma'i. Kuanza kujikuna sasa. Mwisho wa siku utaanza kuwa unajikuna. Hasa yale maji yakishashuka yanakuwa yanashuka na kuleta miwasho. Ndio utamkuta anaanza kujikuna. Sasa hii inakuwa si nzuri. Naambia Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua, nahitaji dawa inaitwa Rutabe Rahmi. Nitakupatia kwa idhini yake Rahmani na Mwenyezi Mungu ataenda kukuponya. Ikhwani, dawa ni moja ya njia muhimu sana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kaiandaa kuweza kutibia maradhi katika miili yetu. Wapo waja wema waliokwisha omba dua ili watibiwe maradhi yao, na badala yake Mungu kabla ya kujibu zile dua zao akawaletea dawa. Ayubu alayhi salam aliomba dua aponywe maradhi yake. Anasema wadhkura abdana Ayuba ithnada rabbahu anni massani shaitanu binusbin wa adhabe. Alipoomba dua hiyo, Mwenyezi Mungu anasema urkub birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharabi. Dawa hiyo ambayo dawa ya maji ya kukoga, maji chumvi, maji matamu kunywa, kwa dawa na dua akapona. Zakaria sikaomba dua, lakini akamwambia nini? Kwanza funga siku 3 bila kuongea na watu, kwa dua yako na kufunga kwako, na majibu yakapatikana. Mke wa Imrani si huyo aliomba dua, kwenye Qur'ani sinaeleza. Kwa hiyo dawa utaona namna gani Mwenyezi Mungu alivyozihamasisha. Inshallah mimi niishie hapa kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.